Uhali gani mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Hivi ndivyo ilivyokuwa katika kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Diocese ya Mashariki na Pwani Usharika wa Kimara, ambapo waumini wa kanisa hilo wameungana na wenzao duniani kote kusherehekea sikukuu ya Pasaka, ambayo ni kumbukumbu ya kufufuka kwa mkombozi wao Yesu Kristo aliyeteswa na kufariki msalabani yapata miaka 2000 iliyopita. Katika mahojiano na Kurasa muda mfupi baada ya kumalizika kwa misa hiyo, mchungaji msaidizi mwinjilisti Yohana Simon amewasihi wa Tanzania kuendelea kumtegemea Mungu kwa kile wanachofanya, hususan kipindi hiki ambacho nchi ipo katika mchakato wa katiba mpya na maandalizi kwa ajili ya uchaguzi mkuu ujao. Taifa letu la Tanzania litapita katika katiba vizuri, litapita katika uchaguzi vizuri, na litapata watawala wale ambao Mungu amewakusudia vizuri, kwa sababu kanisa limesimama imara kumhitaji Mungu. Wito wetu ni mkubwa kwa watu wote, waamlilie Mungu, hasa wa Kristo, wamwombe Mungu. Maombi ni silaha moja kubwa sana kuliko silaha nyingine zote. Tuendelee na Kurasa. Madereva wa vyombo vya moto ikiwemo malori, mabasi ya abiria, teksi, pikipiki na bajaji leo wamekutana katika mkutano wa dharura kujadili sintofahamu iliyoibuka kati yao na serikali, hasa kufuatia uamuzi unaotaka madereva hao kwenda darasani kusoma upya kila wanapotaka kupanda madaraja ya leseni zao za udereva. Wakizungumza na Kurasa, wameitaja sintofahamu nyingine kuwa ni kauli inayodaiwa kutolewa na mmoja wa viongozi kutoka Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT, ambayo imewataja wao kuwa sio madereva mahiri, kauli inayowalazimu viongozi wa baadhi ya vyama vya madereva hao kuitisha kikao cha dharura ili kuepusha uwezekano wa kutokea mgomo wa madereva nchini. Tutaongea nao, waliokuja leo tunaongea nao, lakini sababu kubwa ni kunusuru mgomo ambao ungekuwa utokee. Kwa sababu salamu kutoka kwenye kila vyama ilikuwa ni kugomea tu, tuweke silaha chini, watu wanasema. Sasa kuweka silaha chini madhara yake ni makubwa. Sisi watu ambao ni Watanzania, watu ambao ni waelewa, hatuwezi tukaruhusu hiki kitokee, kwa sababu hasara ni yetu pia. Alafu tunashangaa kwamba tumeambiwa kwamba vyeti tulivyopewa na serikali kwamba tumehitimu tukapewa leseni vimesamuka kwamba ni fake. Sasa vitakuwaje fake vya kwetu? Eti wale wanaoendesha mashangingi wao ndio wanaoonekana kwamba ni madereva, wakati wao wanasafishiwa barabara ndio wanapita wao mbele polisi, halafu wao wanapita eti wao ni madereva mahiri. Tumalizie Kurasa kwa hili. Vifo vinavyotokana na uzazi vimeendelea kupungua kutokana na kuimarika kwa huduma za afya ya uzazi katika hospitali mbalimbali za umma nchini, baada ya kina mama wote waliojifungua katika hospitali ya mkoa ya Mwananyamala kujifungua salama, ambapo katika mkesha wa Pasaka pekee jumla ya watoto 44 wamezaliwa hospitalini hapo na wote wanaendelea vizuri. Muuguzi msaidizi hospitalini hapo Bi Rehema Kesi amesema wajawazito wengi waliojifungua hospitalini hapo wamekuwa wakizingatia vidokezo hatarishi kwa afya zao, hatua iliyowasaidia kupunguza vifo vya kina mama na watoto wanaozaliwa. Kwa siku ya Pasaka kwa masaa 24 tumepata watoto 39, wa kike wakiwa 17, watoto wa kiume 22. Na waliojifungua kwa operation ni 5, wa kike walikuwa 3 na wa kiume 2. Kwa hiyo wote wanaendelea vizuri. Kama operation kwa kweli wanaendelea vizuri pia. Na ambao wamefungua kawaida wengine wamesharuhusiwa, wamebakia wachache ambao wataruhusiwa baadaye. Nashukuru nimejifungua mtoto wa kiume. Nimefika hapa tangu saa 12 asubuhi, nimejifungua saa 2 asubuhi. Tunashukuru sana manesi wetu, wametupokea vizuri, wametuhudumia vizuri. Tunashukuru sana kwa kweli. Na kwa siku ya leo hii ya Pasaka na sisi tunasherehekea na vichanga kama hivi. Tunamshukuru Mungu. Tumekufungulia Kurasa na kukufungia Kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu hii leo. Tafadhali usikose kuangalia Kurasa hapo kesho, na pia unaweza kututumia barua pepe kupitia kurasa@eatv.tv. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea Kurasa, jina langu ni Elikuna Materu, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata hapa EATV. Kurasa imedhaminiwa na